Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo ni Januari 28, siku ya Jumatano, mada ikisema sifa iliyothibitishwa. Wajibu wa Timotheo kama mtu maji mwenza wa waraka huu tayari umetajwa. Wafilipi sura ile ya kwanza. Sasa Paulo anaanza kuelezea jinsi Timotheo alivyo wa thamani kama mmoja wa watendakazi wenzake. Anaelezewa kama mwinjilisti, Timotheo wa pili 4:5, ambaye Paulo alikuwa amemtuma Makedonia. Wathesalonike wa kwanza sura ya 3 aya ya 2. Linganisha na Matendo 18:5, Matendo 19:22 na mara kadhaa huko Korintho. Wakorintho wa kwanza sura ya 4:17 na Wakorintho wa kwanza sura ile ya 16 ya 10. Hapo kwanza alikuwa amefanya kazi pamoja na Paulo na Sila huko Korintho. Wathesalonike wa kwanza sura ya 1 aya ya 1. Wathesalonike wa pili sura ya 1 aya ya 1 na baadaye huko Efeso. Timotheo wa kwanza sura ya 1 aya ya 2 na ya 3. Linganisha Matendo 19:22. Paulo anamwelezea Timotheo kama mwenye nia moja. Wafilipi 2:20. Neno la Kiyunani linalotumika linasema sawa katika roho. Linaashiria kwamba alikuwa kama Paulo kwa njia nyingi, ikijumuisha kujitoa kwake kwa Kristo, juhudi zake zenye nguvu za kueneza Injili na kuwajali Wafilipi hasa. Kwa nini unadhani Paulo anamzungumzia Timotheo hapa kwa namna chanya sana na kwa urefu? Tazama Wafilipi 2:19 hadi 23. Paulo anasema nini tena kumhusu? Tazama Wakorintho wa kwanza sura ya 4:17 na Timotheo wa pili sura ya 1 ya 5. Sifa nyingine ya Timotheo iliyotajwa na Paulo ni sifa yake. Wafilipi 2:22. Neno la Kiyunani linaelezea mtu ambaye amepimwa kabisa kwa majaribu. Warumi 5 aya 4. Na ambaye tabia ya utumishi wake vimethibitika kuwa vya kweli. Wakorintho wa pili 2:9 na Wakorintho wa pili 9:13. Paulo anajua hili kuwa kweli kuhusu Timotheo kwa sababu ameona ikidhihirishwa kupitia matukio mengi ambayo walifanya kazi kwa kuambatana katika kuihubiri Injili. Ni uzoefu mgumu wa maisha ambao hujaribu ujasiri wetu na kudhihirisha sisi ni nani kwa ndani. Ellen G. White anasema, maisha yanafundisha nidhamu. Kutakuwa na uchokozi ili kupima tabia, na ni kwa kukutana nao katika roho ifaayo ndipo uzuri wa Kikristo unajengwa. Ikiwa majeraha na matusi vinavumiliwa kwa upole, ikiwa maneno ya matusi yanaitikiwa kwa majibu ya upole na matendo ya kidhalimu kwa wema, huu ni ushahidi kwamba Roho wa Kristo anakaa moyoni. Ellen G. White, Testimonies for the Church, Volume 5, ukurasa wa 344. Anaendelea kwa kusema kwamba ikiwa taabu na udhia tunavyovipitia vinastahiliwa vema, vinajenga tabia kama ya Kristo na kumtofautisha Mkristo na wale wanaojishughulisha na mambo ya dunia hii. Testimonies for the Church, gombo la 5, ukurasa wa 344. Fikiria kuhusu uchokozi, taabu na kero ambazo umekumbana nazo hivi karibuni. Je, hivi vyote vimevumiliwa kwa upole na kustahiliwa vema? Unaweza kufanya nini ili kuwezesha uzoefu huu kukusaidia kuwa na nidhamu zaidi? Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, leo ni Jumatano, Januari 28, mada ikisema sifa iliyothibitishwa. Juma hili tunaangazia mada ile ya 5 isemayo kuangaza kama mianga usiku. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo.
Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.